Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, mimi ni Masi na hapa ni Kenya Digital News. Na leo hii tupo hapa na Mzee Nganga ambao tutakuwa nazungumzia kile ama matamshi yake kinara wa ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga. Amekuwa kule maeneo ya Homa Bay hapo jana wakati wa kusherehekea Madaraka Day, na akaweza kuzungumza baadhi ya matamshi ambao yamekuwa pia kiibua maswali chungu zima katika mitandao ya kijamii. Hebu tuzungumze tujue ni baadhi ya watu wagani na haswa wale ambao Raila Amolo Odinga alisema waweze kupata zile fidia, yani compensation kwa kizungu pale. Wale familia ambao walipoteza familia zao na wengine pia hawakuweza kuwekwa katika mitandao ya kijamii watafikiwa vipi? Ndipo waweze pia kupewa fidia yao. Karibu sana Nganga. Yes. Mimi kwa majina naitwa Salim Nganga. Naam. Ningependa kuuzia tu kidogo kuhusu mambo ambayo yalizungumzwa na Mzee Raila jana. Naam. Ya kwanza kabla tujaanza alionyesha vile ambaye alikuwa anataka kufanya kazi. Kwa sababu hiyo mkutano ilikuwa ya jana na ilikuwa anza kufanywa mobilization tangu juzi. Kwa sababu tulikuwa naona watu wakiwa kwa stadium juzi ndio jana wakuje. Ambaye naweza sema kwamba according to my understanding hiyo ilikuwa sana kwa kaunti ya Homa Bay. Kwa sababu pesa waliotumia kwa mobilization kulipa watu ni vile ambaye wapelelezi wetu na wale ambaye tuseme wadaku wetu walikuwa wanatongonezea kwamba walikuwa wanalipwa hela ndio waende mkutano. Kila mtu alikuwa anaenda na 1000 ndio aweze kwenda mkutano. Lakini pia wakubali ni kweli kwamba walikuwa wamepewa hela pale ndio ndipo waweze kufika kule wakati kiwanja cha Raila Odinga Stadium. Nakwambia kwamba wadaku wetu watu wale ambao walikuwa huko, kwa sababu kuna hata baadhi ya watu wa bunge la mwananchi ambao kanjivaji walikuwa wameshapata barua invitation letter na wakaomba fare juzi na wakapewa. Unasikia? Sasa tulikuwa na watu ambao walikuwa huko ambao walijaribu kutuelezea nini ambayo yanaendelea huko. Wanaambia kwamba watu walala stadium na walielezea mambo mengi ambayo yalifanyika. After that ikajaa kiwanja kulingana vile ambao watu walikuwa wamelipwa. Ikafurika kabisa. Baadaye ndio Raila mwenyewe akakuja kusema mambo ya compensation. Yes, ni point ya maana ya compensation. But excuse me. But reality hiyo ni kama kutupaka ni ile ambayo tunasema kupaka futa juu ya mgongo wa chupa. Mkombe wa chupa. Sasa excuse me. Sasa ile kitu ambayo tunaona na tunahakika ni kwamba Raila hiyo yake ni hadithi. Nataka kupata mfano mzuri. Wakati tulikuwa na maandamano ya Suburia, tulianzia hapa bunge la mwananchi. Na wakati ambaye ilipik nikaanza kufanya kazi, akaibadilisha kutoka ile ambayo tulikuwa tunataka tuna basic needs ya common mwananchi, akaibadilisha ikakuwa Suburia movement. Baada ya Suburia movement watu wakauawa, vijana wengi sana. Baka kina Baby Pendo na wengineo. Na ukakuwa na conversation. Nataka ukumbuke wewe mwenyewe ni gani ambaye ameilipwa hadi wa leo. Kwa hivyo hii ni story ambayo alikuwa anataka story ili tuweze kusikia story ya Ruto. Kwa hivyo ile kitu ambayo iliyoko nina uhakika 100% hakuna kitu ambaye atakayefanyika, but ni story ambayo alikuwa anasema nilikuwa nataka wewe wenye compensation watu wote leo walipwe. Kama wewe mwenyewe ukikumbuka vizuri, rais juzi alikuwa na mkutano na rais mwingine na akasema kwamba watu wale ambao walikuwa abducted wameshakubaliana na watoto. Excuse me. Amekubaliana na wazazi wao na wakashalipwa na wakaelewana kabisa. Mpaka watu wakaanza complain. Je, ni gani hiyo ambaye Ruto na Raila naye anasema walipwe? Na kama rais mwenyewe alisema na mdomo wake wameshaelewana. Kuelewana si ni kulipana. Tumeshaelewana na wazazi wakaelewana. Na ndio watu wakatokea, wengine Murang'a, wengine walikuwa wametokea Kirinyaga wakisema kwamba hapana.
watoto wetu bado hata wengine bado tujapata. Alafu yeye mwenyewe amesema tumeshaelewana, na alikuwa anajibu rais mwingine. Je, ni gani mbaya Ruto Raila alikuwa anasema? Kwa hivyo na hakika kwamba kuna chochote ambacho kilikuwa kinafanyika jana. Kwa wasema kwamba kile ambacho ama matamshi yake kinara upinzani Raila Amolo Odinga ni matamshi ambayo labda yalikuwa ya kuzuzia tu wengine kusikiza ile hotuba ya rais, na pia kumpa nafasi nzuri mbele ya wageni pia na mbele ya Wakenya wote kuona kwamba kila kitu ilikuwa sawa. Mimi according to my understanding, Raila, mimi nimekuwa mfuasi wake for almost 25 years down the line. Lakini mpaka hapo amefika, amekuwa political block, ama tuseme kama ni kahaba wa siasa, malaya wa siasa, according to my understanding. Kwa sababu can do anything bora tu apate pesa. Na kwa sababu sasa ameambiwa, labda ameambiwa na Raila na Ruto, basi naomba nimombalezee watu. Ndipo unaona anaenda labda akagawanya, ukiangalia mpangilio yao vile ambao amefanya, wameweka mpangilio yao wakawa kama mtu kama huyu bwana Kibeti Faruk na Kindiki na Kimani Chungwa watembee pande yao, alafu yeye baada ya Kindiki yeye aende yao kama yeye ni kama somehow interim deputy president, ama wale ambao tunasemanga somehow yani ni kama acting deputy president. Sasa yeye mwenyewe ndiye anakalisha president, alafu wao ni mobilizer yake na kummarket, kwa sababu kazi yake ni hiyo. Sasa yeye mwenyewe akienda pale, alikuwa anaenda hapo aweze kukaribisha na ili president ya watu kusikilizwa na watu wake. Ndipo unaona lifanyika jambo ambaye si ya kupendeza. Unaelezea vitu ambaye hakuna. Naam, Nganga, mara mingi ama kwa mitandao ya kijamii tumemwona Raila Odinga akidai kwamba hayupo kwa serikali, lakini kile ambacho kinashangaza Wakenya ni kwamba alisema yeye alishapeana wale ambao wana tajriba kwa Kiswahili, Kizungu wataitwa experts, ashapeana kule, yeye hayupo kwa serikali. Lakini jana kule Homa Bay matamshi yake yanaleta tatanishi na matamshi yake ambayo ya hapo awali, kwa sababu kama sasa hivi Raila Odinga anasema kwamba wale watu ama vijana ambao waliweza kuliwa wakati wa maandamano ya mwaka uliopita pale, maandamano ya Gen Z, waweze kupewa fidia. Lakini hapo nyuma tunakumbuka pia kulikuwa na maandamano ambao umesema ya Sufuria. Alikuwa pia anaimba wimbo mmoja, tunahitaji wale watu ambao familia zao pia walipoteza wapendwa wao waweze kupata fidia, lakini hadi wa leo hakuna chochote kilifanyika hapa. Sasa hivi Raila yupo kwa serikali ama yupo kwa serikali? Raila kama hujajua, divorce mimi nimesema hivi na watu wengi kama wananilaumu, asema labda mko na personal difference na yeye, lakini ni ukweli wa mambo. Mimi kulingana na mimi, Mheshimiwa Raila amekuwa kama kinyonga. Kinyonga akienda kwa matawi ya green, anabandika kwa green. Akienda kwa mahali ambayo kuna red ama kuna mawe, anabandika anakaa kama hiyo mawe. Akienda kwa miti ambayo iko black, anakaa kwa black. Raila akikuja kwa common mwananchi, anaongea shida zetu ambaye ziko naye. Kwa sababu ametuma pelelezi wake, amemuelezea shida yetu ni hii na hii na hii. Ala nifanya yeye ni mmoja wetu. Which kwamba huyu ndio tunayesema kwa Kiswahili, tunasema kwamba ni mtu munafiki. Hapo awali niliwaambia kama mtu munafiki anakuwa na dalili tatu. Mdomo yake kwanza uongea uongo, yeye mwenyewe akifanya hati ya timizi, na akikopa atalipa. Raila ukiangalia hapo wakati ile ambaye alikuwa Kisumu, alisema nimepeana shamba ya ekari 5, na akasema hiyo shamba iwekwe shule, hiyo shamba iwekwe msikiti, hiyo shamba iwekwe shopping center, na hiyo shamba iwekwe hiyo nyumba 70 affordable houses. Na hizo ukiangalia ekari 5 ni kama hapa Jivaji. Ni kama hapa Jivaji. Nataka uangalie ugawanye hizo vitu zote ambazo nimekuambia kwa hii sehemu, kwa sababu hapo ni hekta 2. Hekta 2 ni equivalent na 5 acres. Hebu niambie sehemu hii itawekwa shule wapi, iwekwe shopping center wapi, iwekwe msikiti wapi, na kanisa iwekwe wapi, na affordable houses iwekwe wapi?
ukiangalia ni kitu ambaye ndio sasa hii anazungumzia mambo kwamba utakuwa na kutakuwa nini, watu watakuwa compensated. Ukiangalia ile compensation ambayo atakayofanya, unaona ni kitu ambaye haieleweki. Zile vitu ahadi ambayo anapewa ni vitu ambayo amepewa kibarua na anajaribu kubadilisha. Ndiposa nakwambia yeye ni kitu ambaye anakaa kama expert wa mobilization. Ni mtu ambaye amekuwa akishirikiana na civil society for so long time and he knows how to mobilize watu. No. Unatumana watu tofauti wa mobilize watu. Kama for example, uniambie Nganga nataka uniletee watu 100. Kipelenge akuletee 100. Mwingine sasa tukichanganyika sisi wote na tuko na chipo mobilizer. Alafu yeye asimame pale juu. Sasa hii si wote wale ambao tumelete anakuja na watu 10,000 ama 5,000. Sasa 5,000 plus wale ambao wamejileta kwa hiari plus wale wamemalizwa na gavana na kadhalika. Kwa hivyo Raila kasi yake ni hiyo, na hakuna siku amekuwa na vision ya kuwa kwamba ni leader, na kama una vision huwezi kuwa na mission. Kwa hakuna kazi yake huwa kama anataka kundrive na ile mambo kwamba yeye aheshimike, aende na ngari za na Manchester kama president, na shida yote ikitokea hayuko. Diposa nakwambia kwamba according to my understanding is a political policy, yani kahaba wa siasa, anasema hii kesho anasema ile nyingine. Nikisema hivyo tabia yake na hiyo ambayo unasikia nikisema utaona ni sadly ni kweli. Si kwamba namchukia na sina ubaya na yeye, na ile mambo ambayo anaongea hakuna chochote ambaye anakayafanya, kwa sababu ni mara ngapi ambayo tumekuwa tukishirikiana. Hebu nikuulize swali moja ambaye ni rais. In 1998 alishirikiana na Moi ndio akaingiza NDP kwa KANU, ikakuwa new KANU. 2008 akaingiana na wakatengeneza kitu inaitwa CGC. Ilikuwa Grand Coalition Government, ile GCG, Grand Coalition Government, mpaka tukaweka katiba pending, tukatengeneza kitu inaitwa National Accord. Akaingia akakuwa prime minister. By that time tulikuwa na alikuwa amepata wabunge wa ODM 103, Kibaki akiwa na 40, na ndio ameingia kuwa president. Kwa sababu nia yake si utawala, ni hao kama amepata pesa na apewe kama akae kama president. 2018 akaingia kwa ule ambaye alikuwa anasema ni dereva ni mlevi na makanga ni mwizi. Akaingia kwa ule mlevi 2018, wakashirikiana naye. Akasema this is my brother, my young brother. Mwishowe wakashirikiana mpaka 2022. Tumekaa 2 years akashirikiana na ule ambaye alikuwa anasema ni makanga ni mwizi, ameingia kuwa president. Sasa akikuambia hata nini utakubali aje? Diposa nimekuambia mdomo yake uongea uongo, akifanya hadi atimizi. Na hizi vitu zote ambazo tulikuwa tukifanya, na ametuambia huyu ni mbaya, ule ni mbaya, huyu ni mbaya, baadaye anashirikiana naye, utamchukua aje? Na Mganga, tukiwa pale wakati wa maandamano ya Gen Z tuliona kwamba baadaye Raila Amolo Odinga aliweza kujitokeza na wakaweza kusema kwamba tunahitaji dialogue ama mazungumzo kwa pamoja tuweze kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaangaziwa kwa usawa, na tukaona kwamba waliweza kufika maeneo ya KICC wakaweza kusaini ile MOU ambayo ni Memorandum of Understanding. Kwa sasa hivi hiyo ni broad based government ambao sasa hivi imeshatengeneza na wako kwa serikali, wanafanya katika serikali moja. Wadhania kwamba ile MOU kufikia sasa kuna kitu chochote kimeweza tekelezwa, na unadhania kwamba hii broad based government itatetea Mkenya wa kawaida? Maana sasa hivi ni mwaka mmoja ama 2 tuweze kuingia katika uchaguzi mkuu. First of all, my friend, naweza kuambia kwamba hakuna siku tumekuwa na MOU tukaona hiyo MOU. Kuanzia ile ya Kibaki, ile ambayo walitengeneza kama summit, hadi waleo haijakuwa honored. Na hata ule ambaye alikuwa mkubwa wa hiyo hakuna kitu inauzungumzia yake, mpaka ule alikuwa president akakufa, akamaliza na akakufa. Ya pili, Raila alikuwa anataka kuswim kwa blood ya Gen Z.
Na hiyo ndio ile kitu ambayo ilisababisha hata mimi mwenyewe nikamfutilia mbali. Nikaona ni mtu mnafiki sana. Kwa sababu vijana wakianzia mambo walisema vizuri na sauti kubwa kwamba sisi tunajua ni nini ambayo mmeifanya na kazi mliofanya tumeshukuru. Lakini kwa sababu mmefikisha, wacha mimi mwenyewe niendeshe mambo zangu. Kiwango kwamba ni kama tumewapatia mti ya lilii waendelee na mambo zao. Si ni kweli? Na wakahesabu ile vitu ambao wanataka. Wakahesabu vitu 14 kama wanaanza kumbuka vizuri. Vitu 14 wakasema tutaki hiyo finance bill, hatutaki hizi vitu ambazo zilikuwa kwa finance bill. Wakasema hizo hawataki. Baada ya kufanya hiyo mambo Raila yeye mwenyewe akatokea na walikuwa wamemtahadharisha vizuri, kumwambia kaa kando na mambo zetu. Asante kwa kazi uliofanya. Kama watoto wako wamekuambia ndio baba ulifanya mzuri, umetusomesha, wacha basi tumalizie kazi. Kwa nini tena unawafuata huko shambani tena ukaonyesha vile ambao atafanya kazi? Kwa nini unataka kuingilia kazi zao bila ambao wanafanya? Kama wewe hauna mambo zako ambao unakuanga naye. Kwa hivyo mimi according to me hakuna mahali ambaye alikuwa anaenda kukaa chini ya dialogue. Watu wale ambao walikuwa na shida na Jay-Z ilikuwa government na Jay-Z. Raila was not a part of the government. Alikuwa anaingia kama nani? Surely. Alikuwa anaingia kama nani? Tumeshakwambia, mimi nikikwambia Masi, nimeshakubaliana kazi uliofanya, asante. Sasa unarudi tena kwangu kufanya nini? Sasa hii ni mambo ambayo alikuwa anatafuta mahali ambapo atakulia akitafuta. Mimi nilimuona juzi wakati ambapo alikuwa anakuja Senate akiwa na macheska na vitu kama hizo. Nikajua exactly ile kitu ambayo alikuwa anataka kukulia damu ya vijana ndio inaenda kununua nini? Hiyo macheska. Kwa hivyo the best way unastahili kuelewa ni kwamba ule bwana hakuna mahali ambapo alikuwa amealikwa na watu wa Jay-Z. Na nikwambia kweli zile vitu za Jay-Z ambayo alikuwa anapigania ndio hizi tu ameenda kuleta expert. Akisema ni expert is another conman. Mtu ambaye tumemwalika katika bunge la mwananchi. Na unakumbuka vizuri akiwa katika bunge la mwananchi. Tulikuja hapo tukamuuliza maswali akashinda kujibu. Akatoka akaenda. Akatualika Daystar University. Tukaenda hapo akawa hata kujibu ni shida. Kujibu ni shida. Kwa sababu yeye mwenyewe anajidai ni expert na si expert. That's reality. Sasa after that tumekuja kwa sasa tuwekelea ni nini ambaye inafanyika katika hii finance bill. Ukiangalia zile vitu ambaye ametoa, ameweka ile Kiswahili ambayo iliwekwa kwa katiba ambayo unakuta kwamba is a subject to parliament. Zile vitu ambaye kama kitu naambiwa hiyo parliament inaweza tengeneza inaita an amendment. That means end time wanaweza change. Na ile vitu ambayo tunahitaji ndio hiyo. Unawezaje kuwa kama unataka mtu, for example mtu kama wewe unaitishwa kama nini ya kutengeneza kama vile ambayo tunaongea sasa hivi kwa mtandao ulipishwe. Hiyo ni jambo ambaye hatuwezi kubaliana. Kwa sababu hii mambo ambayo unayofanywa itafanywa kwa mwingine vibaya. Kwa hivyo ni afadhali tugonge nyoka kichwa kabla haijasonga sana. Hivyo ndivyo nakwambia stories za Raila kuingilia kwa hizi vitu akae kando naye. Kwa sababu for the last almost 40 years tumekuwa naye. Hakuna kitu ambaye amekufanya unaweza kumbuka, inaweza kukumbuka vizuri ambaye amefanya. One, Raila anasema kwamba nilikuwa napigania multi-party. Alikuwa mstari wa mbele. Kuna wale ambao alikuwa mstari wa mbele mambo ya multi-party. Kama kina Matiba, kina Charles Rubia. Si ni kweli? Ambaye waliumia mpaka wamekufa kwa shida wote kwa sababu ya kuumia wakipigania multi-party. Sawa? Na tumewaona wakifanya. Kina Mwito walikuwa wanakimbia wanaingia wapi? Raila alikuwa wapi? Kwa sababu kazi yako ni kudadia. Kutoka hapo uangalie hii mambo ambayo anasema kwamba kuna problem. Uangalie ile mambo ambayo anasema kwamba nimepigania kama hii ambayo ya chama vile ambayo anastahili kuingia. Ni gani ambaye amemaliza bila kuwa na msoso? Na hiyo matatizo ambayo tunazungumzia ndio nakwambia mimi kuhusu mambo ya Jay-Z na Raila ni vitu mbili tofauti. Na Mganga, tukiangazia mjadala ambao umeibua